sana watu wa Kilombero. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti wa chama chetu upande wa Tanganyika John Heche, Mwenyekiti wa Baraza la Vijana Deogratias Mainyila, pamoja na viongozi wote ambao tumeambatana nao, sisi tumekuja kwenu watu wa Kilombero kuzungumza mambo yanayohusu maisha yenu. Na nimefurahi kuona kampeni ya no reform no election ilitangulia Kilombero kwa ndege, si tumekuja na gari tumeikuta. Hongereni sana. Tunahitaji mabadiliko kwenye mifumo ya uchaguzi na sababu ziko nyingi, na makamu mwenyekiti wetu atakuja atazungumza mambo mengi ili watu wa Kilombero mfahamu ni kwa nini kwa sauti moja tunapaswa kuunga mkono maamuzi ya Chadema ya kuhakikisha tunafanya mabadiliko kwenye mifumo ya uchaguzi kabla hatujaenda kwenye uchaguzi. Mabadiliko pamoja na ukweli kwamba rais ndo anayeteua mkurugenzi wa tume pamoja na mwenyekiti na makamishna wote, pamoja na ukweli kwamba askari wanafanya kazi ya CCM kwenye vituo vya kupigia kura, pamoja na ukweli kwamba watendaji wanafanya kazi ya CCM kwenye vituo vya kupigia kura, tunafahamu kwamba chaguzi zimekuwa ni vita kwenye vijiji, kwenye vitongoji na kwenye kata, kwenye jimbo na kwenye urais. Lakini kuna kitu kibaya sana pia ambacho kinatokea kwenye uchaguzi, ni watu kufa wakati uchaguzi unaendelea. Kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka jana, kuna ndugu yetu pale Gongo la Mboto Dar es Salaam anaitwa Modestus, aligombea ujumbe kwenye mtaa. Wakati akihangaika kupambana na wanaotaka kuweka kura bandia kwenye masanduku ya kura, askari walimpiga risasi. Ukienda pale Manyoni, kuna ndugu yetu anaitwa George Juma Mohamed, alikuwa ni mgombea katika kurupushani za uchaguzi. Askari magereza walimpiga risasi viunoni. Leo Mohamed hayupo kwa sababu tu za uchaguzi. Pale Tunduma mwaka jana, kuna kijana anaitwa Steven Chalamila, kwenye mambo haya ya kurupushani za uchaguzi, Green Guard walipomshindwa mchana, walikwenda nyumbani kwake usiku, wakamcharanga na mapanga mpaka wakamuua. Uchaguzi ndani ya nchi hii ni vita. CCM wanataka kwa gharama yoyote, hata kwa gharama ya damu yenu, wabaki madarakani. Na kwa sababu ya mazoea, CCM hawataki kutoka madarakani. Kipindi chote CCM wanawaza madaraka. Hata uchaguzi ukiisha, yeyote ambaye ana mawazo, ana mtizamo tofauti na CCM, maisha yake yako hatarini. Ninyi mmesikia watu wetu wanatekwa kila siku. Ndani ya nchi yetu tunaishi kama digidigi. Ukiwepo leo, kesho uelewi kama utaamka salama. Walimteka ndugu yetu Mdude usiku wa manane, yuko na mke wake na mtoto mdogo, hata mwaka hana. Na tunavyoongea hivi hatujawahi kumuona tena Mdude.
Lakini kuna kijana wetu anaitwa Amani Manengewe pale Mwanza. Ni kijana ambaye alikuwa ni sumu kwa CCM, walikuwa wakimuona wanatetemeka. Walipoona hakuna namna ya kumdhibiti, walimteka yule kijana, mpaka leo hayupo tena, hajulikani aliko. Hapa juzi wamemteka rafiki yetu anaitwa Kaswahili. Alikuwa anakuja kwenye mikutano kama hivi, anarusha mikutano yetu live kwenye mtandao unaitwa Clubhouse. Wametoka Serengeti na Victoria. Wakati anarudi Dar es Salaam, alipotelea hapa katikati. Hatujui walimtekea sehemu gani. Lakini ninapozungumza hayupo na hatuelewi yuko wapi. Mwaka jana walimuoa mjumbe wa sekretariat ya Chadema, mzee wetu Ali Kibao. Walimshusha kwenye gari. Ukitaka kujua hawana aibu na wamefika mahali pabaya, walimshusha ndani ya gari. Ndani ya gari. Watu wanatazama. Kesho alikutwa ametobolewa macho, amekufa. Juzi wakati tumeenda Tanga, tumekwenda kuitembelea familia yake, tuliwakuta watoto na mke wake. Mke wake hakunyanyua kichwa chake tangu tulipoingia mpaka tunatoka analia. Hakuwa analia kwa sababu amepoteza mume wake, kwa sababu wengi wanakufa, sio. Alikuwa analia kwa sababu kuna watu wenye roho mbaya wamekatisha maisha ya mume wake. Alikuwa analia kwa sababu kuna watu kwa ajili tu ya madaraka wamekatisha uhai wa baba wa watoto wake. Ndio maana alikuwa analia. Nchi hii inafuata misingi ya utawala wa sheria. Kama mtu amefanya makosa mahali, sheria iko wazi. Sheria haisemi kama mtu amekosea auawe. Sheria haisemi. Kwenye katiba ya nchi yetu pamoja na sheria zote, hakuna mahali ambapo mtu akiwa anaipinga serikali anatakiwa auawe. Hapo mahali kwenye katiba haipo, hata kwenye sheria zetu hakuna. Ndio, ni kweli kabisa. Watawala wametoka kabisa, hawataki tena utawala wa sheria. Wanaendesha nchi katika mfumo wa kidikteta. Na tulikuwa tunaamini kwamba kama tungekuwa na wabunge wanaojua wajibu wao pale Dodoma, wangekuwa wanapaza sauti kuihoji serikali. Kwa nini watu wetu wanapotea? Kwa nini watu wetu wanauawa na serikali imekaa kimya? Tulidhani bunge lingekuwa limechukua jambo hili kama jambo la dharura. Watu kuuawa. Mtu ambaye anazaliwa mara moja, anakufa mara moja, thamani yake huwezi ukaifananisha na chochote. Na katika nchi hii kwa mujibu wa katiba, hakuna mtu ambaye yeye anastahili uhai kuliko mtu mwingine. Hakuna. Sisi wote tunastahili uhai. Lakini wabunge badala ya kujadili habari za utekaji, ndugu zenu wako pale wanamtetea rais asitukane. Hawana tofauti na Mwijaku. Kwa hiyo Dodoma kuna machawa, sio? Niwaombeni sana wananchi. Kwa sababu ya muda, ninaomba niwaombe sana. Mkisikia habari za kutekana, mkisikia habari za kuuana, mkisikia habari za watu kupotea, habari hizo haziwahusu Chadema peke yake. Hata CCM zinawahusu. Kwa sababu wako na CCM pia wanatekwa. Ukiwapinga kwenye vikao vyao wanakuteka. Wamemteka mtu mmoja anaitwa Daniel Chonchori pale Mwanza. Ni mjumbe wa mkutano mkuu wa CCM.
alitakiwa kuwepo kwenye vikao vya juzi vya CCM, lakini hayupo. Kwa hiyo niwaombe, mnapoona jambo hili sio la kwenu, hawa watu, kwa sababu serikali imefungua mwanya wa watu kuuawa, hata ninyi huku chini mtaanza kuuana, kwa sababu hakutakuwa na mtu wa kuwatetea. Mwenye kisasi na wewe atakuua, itasingiziwa serikali. Kwa hiyo hayuko aliye salama. Ninawashukuru sana ndugu zangu kwa kutusikiliza. Watu wa Kilombero nawapongeza na ninawashukuru sana. Asante sana.